Okay, karibu sana katika somo letu. Karibu sana katika mwendelezo wa masomo yetu. Nikumbushe tu kwamba tupo katika kuangalia kuhusu mradi wa kuku kibiashara. Tunaangalia katika mradi wa kuku kibiashara. Kumbuka somo letu kuu linasema kwa nini mradi wa kuku unaokoa familia haraka kuliko biashara nyingine yoyote. Na kipengele ambacho tumeshakiangalia katika kipindi kilichopita, bila shaka umefuatilia. Kipengele cha pili, sehemu ya pili ambayo tunaiangalia kutambua nafasi ya kuku kwenye kukulipa. Kutambua nafasi ya kuku kwenye kukulipa. Hapa tutazungumza mambo mawili. Tutazungumza cha kwanza ni mifumo ambayo inatumika kwenye mradi wa kuku. Lakini cha pili tutazungumza mambo gani unapaswa kujiandaa nayo kama sasa umeamua kuwa serious. Ushafahamu kwamba sasa okay, nimeamua kuwa serious, sasa mambo gani ya kujiandaa nayo ili uweze kupata matokeo sasa. Changamoto gani ambazo wenzako waliokata tamaa ziliwagharimu. Tutaangalia katika somo letu la wakati huu. Okay, nikukaribisha sana. Naamini umeshajiandaa, uko sawa sawa. Tayari una sehemu ya kunoti. Basi safari yetu acha ianze. Okay, jambo gani ambalo naweza kuzungumzia? Wacha tuangalie kuhusiana na mifumo ya ufugaji wa kuku. Wacha tuangalie mifumo ya ufugaji wa kuku. Sasa kama ni mara yako ya kwanza, haujui tunafanya nini? Na ambacho naweza kukusini kwamba kaa kwa makini, tulia, sikiliza, lazima kuna kitu tutapata. Ngoja niandike hii namba hapa, ni tag hapa ili mtu atakayekuwa yuko interested ataweza kuisave. Okay, nimesha tag hiyo namba hapo. Okay, sisi tuendelea na somo letu. Then mambo mengine yataendelea mbele ya safari. Kama ambavyo nimesema kwamba somo letu la sehemu ya pili nasema kutambua nafasi ya kuku kwenye kukulipa. Kutambua nafasi ya kuku kwenye kukulipa. Nakumbuka wakati nimeanza movement zangu 2016 Arusha, kuna movement ambayo nilifanya ilikuwa inaitwa kuku tajirika na kuku kabla ya kuku uchumi. Tulikuwa na kampeni moja ilikuwa inaitwa tajirika na kuku. Nakumbuka ile kampeni ilikuwa inafanyaje? Lengo kubwa ilikuwa kuwaonesha watu kwamba wanaweza kufanya vizuri katika mradi wa kuku. Sio tu kufanya vizuri kawaida, yani mtu anaweza kuwa tajiri kupitia mradi wa kuku. Sasa tulikuwa tunakutana na changamoto moja kwa watu wengi sana. Mtu anasema, "Sasa mwalimu, kuku gani hao ambao wanaweza kutupatia utajiri? Ndio hao kuku ambao tunazungumzia bibi na babu walifuga na hawakuwa matajiri? Au kuna kuku wengine?" Lakini pia nakumbuka wanafunzi wangu siku moja walikuwa wamekaa discuss kwenye gari kuhusiana na jinsi ambavyo mradi wa kuku umeweza kuwasaidia na maono yao wanaona nini. Sasa kuna mama mmoja alikuwa amekaa nyuma ya ice. Akawa anawashangaa, anasema, "Kuku hao ambao mnazungumzia ni hao kuku wa manyoya au ni kuku wengine?" Ambaye ndio hao kuku. Hao kuku ambao wamenifanya mimi kilema. Kusema Sasa unajua tunapozungumzia story ya kuku, sio jambo ambalo ni jipya. Ni jambo ambalo limekuwepo miaka na miaka. Kwa hiyo watu walikuwa wana uhalali wa kupinga kampeni yangu. Hata wewe unanisikiliza sasa hivi, unanifuatilia sasa hivi. Kwenye akili yako tayari una picha ya nini ambacho unaelewa kuhusu mradi wa kuku. Sasa leo hii mimi nakwambia unaweza kutajirika kupitia mradi. Unaweza kuwa mtu wa tofauti kupitia mradi wa kuku. Lazima udoubt. Kivipi? Inawezekana vipi hiyo? Sasa ile ilinifanya nikaanza kufikiri zaidi. Kwa sababu unajua siku zote unapoanzisha jambo, zinapotokea changamoto au watu kuwaza kama unavyowaza wewe, inakusaidia ufikiri zaidi. Sasa nikagundua kwamba
siku zote matokeo yanasababishwa. Yaani kuna chanzo na kuna matokeo. Sasa nikaanza kuwaza kwamba hivi inakuaje? Tofauti iko yani tunaposema leo watu walishawahi kufuga kuku na hawakuwa matajiri, waliwahi kufuga kuku hawakupata mafanikio. Na sisi leo tunakuaminisha kwamba unaweza ukafuga na ukapata mafanikio. Na by the way sisi tunafuga tunapata hela. Nini shida? Nini tofauti? Kagundua kwamba mifumo ndio inatofautisha kati ya mtu ambaye anafuga kwa kuhangaika na mtu anayefuga kwa kupata matokeo. Ndio nikagundua kwamba kuna mifumo mitatu ya ufugaji. Kuna mifumo mitatu ambayo mara nyingi watu ndio wanafanya. Aliyefanya vizuri katika mradi wa kuku kuna mfumo anaotumia. Anayefanya vibaya katika mradi wa kuku kuna mfumo anaotumia. Yule wakati na kati naye kuna mfumo anaotumia. Sasa kama tukienda kuangalia kwamba mambo gani ya kuzingatia, cha kwanza lazima ujiandae. Wewe unataka ufanye okay. Wewe unataka kufanya kwa malengo yapi? Nataka kufanya kwa malengo ya biashara. Okay. Nataka nifanye kwa malengo ya kula. Ukiwa unaongea na mtu siku zote, cha kwanza kabisa tuna swali ambalo la kwanza watu tunauliza. Okay, umetufuatilia kwenye mtandao kwa muda mrefu au umetufuatilia kwa siku 2-3. Wewe umetufuatilia leo ndio mara ya kwanza. Vyovyote vile, swali moja kula kwanza ni moja. Unataka kufanya kwa malengo gani? Malengo yako ni yepi? Sasa aina ya malengo ulionayo ndio yataamua uwekeze kwa design gani, uwe serious kiasi gani. Malengo ndio yataamua uwekeze kiasi gani. Simple. Anataka tu mimi nisikose nyama na mayai, sawa? Haina shida, hatuwezi kuhangaika. Nataka mimi nipate pesa kwenye kuku. Kuna mambo ya kuzingatia. Kwa nikagundua kwamba kuna mifumo mitatu ya ufugaji. Mfumo wa kwanza tunaita ufugaji wa mazoea. Mfumo wa kwanza tunaita ufugaji wa mazoea. Huo ndio mfumo wa kwanza. Mfumo wa pili tunaita ufugaji wa uzoefu. Na mfumo wa tatu ndio ufugaji wa kibiashara. Sasa swali linakuja, leo nataka upate nini? Haiamuliwi na kulazimishwa unataka kupata. Unafanya kwa mfumo gani? Tunaposema ufugaji wa mazoea maana yake ni ufugaji wa mazoea, wengine tunapenda kutumia unaishi na kuku. Ufugaji wa mazoea ni kufuga kuku ili mradi. Kuna tofauti kati ya kufuga kuku kibiashara na kuishi na kuku. Kuna tofauti kati ya kufuga kuku kama mradi na kufuga kuku ili mradi. Tofauti kubwa kabisa. Sasa tunapozungumzia ufugaji wa mazoea, tunasema mtu anaweza okay, mara nyingi imetokea unakuta mtu amekutembelea au amemtembelea mtu anasema unafanya shughuli gani bwana? Sasa mimi ni mama wa nyumbani tu au niko tu nyumbani hapa na sasa una eneo zuri bwana, umeshinda hata kufuga kuku tu. Naye akawa anajenga nyumba yake hapa, kuna mabati yamebakia, akachukua egesha kaka mlaji wa kuku. Basi akawa anafungulia asubuhi, jioni anafungia. Anafungulia asubuhi, jioni anafungia. Kwa lugha nyepesi tunamwambia, yaani umeshindwa kufanya kitu cha kufungulia na kufungia. Tunaita ufugaji wa mazoea. Huu ni ufugaji ambao umefanywa na mabibi na mababu. Kwa sababu tulikuwa tukiangalia, tunaona bwana kuku analala chini ya uvungu wa kitanda. Tukiamka asubuhi na wenyewe kuku ametoka na faranga 15, amerudi na viwili. Hamna mtu anashtuka. Anambia sio baya bwana, vijaisha vyote. Huo tunaita ufugaji wa mazoea. Mimi nakumbuka mwaka 2017 Arusha nilifanya utafiti mdogo tu. Nikitembea nyumba 10, nyumba 7, 6 zina banda la kuku. Bustani hawana lakini wana banda la kuku. Wana kibanda hapo nyuma ya nyumba, alikuwa anajenga nyumba yake kaegesha hapo na nini. Safi kabisa. Lakini sasa sio ufugaji serious. Yaani kila mtu ana banda la kuku. Wewe nenda tu anza kufanya research yako. Unapata hicho kitu. Sasa tunachozungumzia ni kwamba shida sio kila nyumba ina banda la kuku. Shida ni kwamba wanafugaje? Nile tu mtu anakuambia nisikose nyama na mayai. Sasa kama usikose nyama na mayai, usitegemee kwamba utapata pesa nyingi hapo.
kwa mfumo huo. Hapana. Unataka kuwekeza kupata serious, inabidi uwekeze serious. Hiyo ndio point ya msingi. Kwa unakuta tayari mtu ana mradi. Ana banda lake hapo. Dogo hapo. Lakini hili banda lengo lake ni kupatia nini? Na unajua pia wakati mwingine tukiwa tunazungumzia kuhusu mambo ya mradi wa kuku biashara, mtu anajua ni idadi ya kuku. Bwana sasa mimi kuku wangu 5 au 6 au watanisaidia nini? Hapana. Hatuzungumzii idadi. Tunazungumzia standard za mradi, standard za huo mradi, kwamba huo mradi wako umeuweka katika standard gani. Unaweza ukawa na kuku wengi bado ukaangukia pua. Nakumbuka tulikuwa na mwanafunzi wetu mmoja alikuwa anaitwa Edis. Hata kabla Edis, kuna mwanafunzi wetu mmoja ni Zaeli. Alikuwa ni mama yuko nyumbani, anapenda kufanya kuku, anafuga kuku 200, kuku 300, wanakufa wote. Anarudia tena kesho hivyo. Labda kesho itakuwa heri zaidi. Amna. Mpaka siku alipokutana na program zetu za kuku uchumi, angalau sasa akaanza kufanya na anapata pesa. Ukija kwa Edis naye alikuwa anafanya kazi yake mmoja, baadaye akaingia kwenye mradi wa kuku. Akasema labda ni anze na kuku wakubwa. Kanunua kuku wa wiki moja. Kuku 200. Baada ya miezi 3 akabaki na kuku mmoja. Sasa unajiuliza vipi? Shida sio kuku wengi. Shida sio umeanza na kuku wakubwa au umeanza na kuku wadogo. Issue ni kwamba unatumia mfumo gani wa ufugaji. Kama unatumia ufugaji wa mazoea, lazima kitakupata tu. Iwe na kuku wengi, umechukua kuku wakubwa, hawa ndio wana unafuu. Hakuna level ya kuku wenye unafuu. Unafahamu vitu gani vya kuzingatia? Huo ndio ufugaji wa mazoea. Sasa mwisho wa siku ni kwamba tunasema huu ndio ufugaji ambao umefanya watu wengi wakaona mradi wa kuku sio mradi ambao uko serious. Yaani watu wameona sasa mradi wa kuku mbona umekuwa ni mradi wa ajabu kiasi. Watu waliosababisha watu wakaona mradi wa kuku kama sio mradi ambao uko serious ni hawa wanaofuga kwa mazoea. Sasa wewe leo usio miongoni mwa watu ambao wanaingia tena kutengeneza picha mbovu kuhusiana na mradi wa kuku. Ingia, jifunze jinsi ya kufanya katika standard. Okay, ufugaji wa pili ni ufugaji wa uzoefu. Ufugaji wa pili ni ufugaji wa uzoefu. Mimi huu ni ufugaji ambao napenda kuita ni wa watu ambao ni right. Watu ambao wanajua. Ufugaji wa wajuaji. Inawezekana mtu msomi, ana taaluma yake kuhusiana na swala zima la mifugo, akaingia kufuga. Na alipofuga akapata matokeo. Au ni mtu umesoma kitabu chako, sio msomi, sio mtu ambaye umesomea hiyo mambo ya mifugo na nini. Ukapata kitabu au kaenda semina fulani. Then ukaingia kufuga. Sasa baada ya muda, kwa sababu uliwahi kufuga na au ukapata matokeo kidogo, kilichobaki hapo sasa, utaki kusikia kitabu, utaki kusikia semina, utaki kusikia chochote. Mimi najua haufanani na yule wa mwanzo, lakini wewe hautakuwa zaidi ya pale ulipo. Yaani hautakuwa zaidi ya pale ulipo. Utaki kusikia semina, utaki kusikia kitabu, utaki kusikia. Siku zote tunapozungumzia kitu ambacho ni cha mafanikio, tunapozungumzia biashara, huwa hatukalili yale ambayo tunayafanya kila siku. Tunajiuliza kila siku, kuna mbinu mpya imekuja? Kuna mfumo mpya umekuja? Mimi nakumbuka kama issue ingekuwa kusema najua. Mimi nimeanza kufuga kuku kijijini kwetu mwaka 2011 12. Nianza na kuku 8 ambao niliombaomba tu. Lakini nilikuwa nimesoma kitabu cha SUA. Kinaeleza jinsi ya kuzalisha kuku wengi kwa kutumia kuku wenyewe. Baada ya miezi 6 kutoka kuku 8 kana kuzali 500. Ni kuku ambao nilikuwa nafuga. Babangu mimi alikuwa mwalimu, kwa hiyo alikuwa ana eneo kubwa. Unajua walimu wa vijijini wanapewa maeneo ya shule. Kwa hiyo tukawa natumia ile maeneo na chunga nini, safi kabisa, maisha yanaendelea. Sasa nilipokuja mjini, sasa na mambo kama ni tofauti. Vieneo ndio hivi. Yaani watu wanaishije? Kwanza ngoja kashangaa. Watu wanaishije? Wana tu vichochoro tu. Haikuwezekana tena kutumia zile principle au kanuni ambazo nilizitumia kijijini.
ikatakia nianze kujifunza tena jinsi ya kufanya mradi katika eneo dogo. Haya, uzalishaji wa kuku ambao nilikuwa nawafanya mwanzo haifai tena kuwazalisha katika eneo dogo. Kwa sababu mfumo ambao tulikuwa tunatumia kuwazalisha wale kuku ni kuku wa kutumia kuku wenyewe, sio kutumia mashine. Sijui mambo ya kutumia mashine, sijui kuna kuku wa total, ikatakia nianze kujifunza tena. Sasa ningesema mimi najua, mimi nishafanya na mbinu zangu mwenyewe, unaangukia pua. Watu wengi ambao waliwahi kufanikiwa wanasema success yani adui ya mafanikio ni mafanikio. Sio kama umeelewa? The enemy of your current success is your last success. Yani adui mkubwa wa mafanikio yako mapya ni mafanikio ya zamani. Kama umewahi kufanya kitu ukafanikiwa, haimaanishi kwamba wewe sasa ndio unajua kila kitu. Huo ndio ufugaji wa mazoea, wa uzoefu. Hii inawagharimu watu wengi sana. Wewe jiulize kitu, mbona unafuga kuku 200 miaka yote hawaongezeki? 300, 400 hawaongezeki. Mwenzako anafanya kuku 1000, anafanya kuku 2000. Sasa kama unafuga 200, 400 na kuna mwenzako ambaye anafuga kuku 2000, kwa nini usijifunze na wewe uongeze? Kama rizika ni sawa, lakini kama unafikiri kwamba utatumia uzoefu ule kuweza kuhakikisha kwamba unaongeza, sio rahisi. Sio rahisi. Hapo huwezi kutoboa rafiki yangu. Okay, kuna yule mtu ambaye ni msomi, amesomea labda degree yake ya mifugo na nini. Sasa degree ya mwaka 1992 leo hii inaweza ka apply bila kujiongeza, bila hata kujichochea tu kuangalia wenzako wanaendaje. Haiwezi ku apply. Kwa lazima ufahamu kwamba lazima ufanye vitu vya tofauti. Tukaanza kujifunza kuku wa chotara, tukaanza kujifunza mashine za kutotolesha, tukaanza kujifunza jinsi ya kutumia eneo dogo. Kwa mfano, okay, tukawa tumefanikiwa of course kufanya mambo yanaendelea. Nakumbuka changamoto nyingine ambayo imekuwa na maboresho makubwa sana, hususan kwa kipindi hiki ambacho nimerudi kwenye mradi wa kuku kwa wakati mwingine, kwa sababu mimi nimefanya mradi wa kuku kwa miaka kama 7 au 8. Then nikasema okay, wacha kwanza nistopishe hii, ni push Profitable Garden. Sasa wakati nasema nataka ni push Profitable Garden, kuna kitu ambacho nilijisemea, nikasema no, wakati naendelea na Profitable Garden natakiwa kuja na idea ya kuhusu banda, kwa sababu tulikuja kurealize kwamba mfumo tulikuwa tunatumia kufuga zamani, kuku walikuwa wanapata sana typhoid, haya magonjwa matumbo mwaka mzima. Na sasa anakujaje na banda ambalo litakuja leo? Mkiona banda letu kwenye mtandao, kila mtu anasema banda letu shingapi? Ile banda limechorwa mwaka mzima. Lakini ilikuwa lengo kwamba tunawezaje kuja na mfumo ambao hautakuwa unachanganya kinyesi na nini? Kinyesi na chakula. Maji yanajitegemea, chakula kinajitegemea, usafi unajitegemea, mayai yanajitegemea. Hiyo ndio idea ambayo tulikuwa nayo. Kwa mwaka mzima nachola, naangalia wenzangu wanafanya nini, hiki sitaki, hiki nataka, hiki na nini, mpaka ile banda limekamilika. Sasa ukisema kwamba unaweza ukafanikiwa kwa kuendelea kutegemea akili ile ambayo ilikusaidia kuvuka sehemu fulani, huwezi kufanikiwa. Ishi kwa mfano kama ya kutotolesha, incubators. Mimi kwa sijui, kwa sababu kuku wao 8 mpaka kuku 500 ndani ya miezi 6 ni kwa kutumia kuku wenyewe. Labda anakuja kuwafundisha siku za mbele huko nilifanyaje. Point yangu ya msingi ni kwamba kuna watu ambao tayari mpo kwenye miradi ya kuku, umeshaingia na inawezekana umefanya vizuri. Sasa rafiki yangu, kitendo cha kuwa umefanya vizuri, utaki kusikia tena kama kuna elimu nyingine ambayo inaweza kukusaidia. Utadumaa, utabaki hapo hapo, utaendelea kukaa hapo hapo, na mwisho wa siku huwezi kufanikiwa. Mfumo wa 3 tunaita ufugaji wa kibiashara. Sasa hapa ndio tunapopataka kwa watu ambao wako serious. Ufugaji wa kibiashara ndio maana ya kuwa tuna program ya kuku uchumi. Ndio maana ya kuwa tuna program ya Lichom Garden. Tunasema ni ufugaji wenye kutimiza ndoto, ni ufugaji ambao ndio kazi sasa. Yaani tunasema ukisikia ufugaji ni ajira, basi huu ndio ufugaji wenyewe. Ufugaji ni biashara, tunazungumzia ufugaji wa kibiashara. Tunazungumzia mentality ya mtu ambaye anataka kufanya kibiashara. Nasema ufugaji ambao
leo unatengeneza matajiri katika mradi wa kuku, ni ufugaji wa kibiashara. Siku zote matajiri ni wachache popote pale, kwa sababu ya staili ya wewe kufanikiwa lazima iwe tofauti na wote ambao wamefeli. Sasa ili uweze kuelewa, wacha nikutofautishie hizi aina tatu za ufugaji. Kwa ambao unaandika, unaweza kaandika hizi pointi za kusaidia. Tunaposema ufugaji wa mazoea manake nini? Tunaposema ufugaji wa mazoea manake nini? Ufugaji wa mazoea manake ni kwamba unafuga kwa taarifa za zamani. Tunasema unafuga kwa taarifa za walioshindwa. Ukisema babu na bibi walifuga hivi, walishinda au ndio wale wale? Kwa unafuga kwa taarifa zilizopita lakini za watu walioshindwa. Ndio ufugaji wa mazoea. Hai. Ufugaji wa uzoefu tunasema hivi, unafuga kwa taarifa ulizowahi kutumia na zilikufanikisha. Unafuga kwa taarifa ambazo ni za zamani, uliwahi kutumia na zikakufanikisha. Unaita ufugaji wa uzoefu. Sasa uzoefu manake niliwahi kufanyia kazi hichi kitu nikapata matokeo. Baka kama nafikiri unanipata vizuri. Hai. Ufugaji wa kibiashara manake nini? Tunasema hivi, ni ufugaji wa taarifa sahihi za wakati sahihi. Ukitaka kuwini kwenye biashara, sio unajua nini, unajua cha sasa. Unajua kitu gani ambacho kinafanya kazi sasa hivi. Kwa mfano, ngoja niwape siri moja itakusaidia. Tumeshazoea sana vitu viwili. Tumeshazoea sana kuku wa kienyeji, tumezoea kuku wa kisasa. Sasa hivi kuku ambao wanafanya vizuri kwa watu ambao wanajitafuta ni kuku wa chotara. Yaani kwa mtu ambaye bado hujajipata. Nitakuja kuelezea hapo mbele ya safari kidogo. Lakini kuku ambao ndio kuku wa chotara. Sasa swala kujiuliza, una taarifa sahihi za wakati huu kuhusiana na kuku wa chotara? Au kwa sababu umekuwa ukifuga miaka yote, unasema mimi kuku fantu. Sasa una taarifa sahihi za wakati sahihi kuhusiana na kuku wa chotara? Kama hauna, manake wewe bado hauko updated. Kitu kingine, biashara ambayo inafanya vizuri sana kwenye wakati huu ni biashara ya uzalishaji wa vifaranga. Kwa sababu kiangalia kasi ya ongezeko la mradi wa kuku linakuja kwa kasi zaidi mjini. Watu wa mjini, watu ambao wapo kwenye population, kwenye mkusanyiko mkubwa wa watu, ndio watu ambao wana yani ule mwamko wa ufugaji umekuwa mkubwa. Sasa vimaeneo ni vichochoro, ni vidogo. Hatuwezi kutegemea katika maeneo madogo kwamba unaweza ukasubiria kuku wa kienyeji akaanza kutetea, akataga, sijui atotowe, sijui nini. Itachukua muda mrefu. Sasa kasi kubwa inakuja ufugaji wa mjini. So, biashara zipi ambazo ni updated sasa hivi? Kuku wa chotara, uzalishaji wa vifaranga. Simple. Swali la kujiuliza ambalo ndio wewe ndio mpambanaji. Je, una taarifa sahihi za wakati sahihi? Hauna taarifa sahihi za wakati sahihi, haupo kwenye business. Sisi kwa mfano tumekuwa tukisema kila siku kwamba kuku ana biashara 20. Kuku ana biashara 20. Umewahi kujua? Ahazi anapozungumzia kwamba kuku ana biashara 20, ndio nini? Anaposema kuku ana ndio nini hicho kitu? Ufugaji wa kibiashara sio ufugaji wa kuku wengi. Kuna tofauti ya kufuga kibiashara na kuzalisha kuku wengi. Kufuga kibiashara ni kufuga kwa faida. Unaweza kuwa na kuku wengi na upati chochote. Na mtu anaweza kuwa na kuku wachache wako katika standard na anapata kitu kikubwa kuliko anayefuga kuku wengi. Mradi wa kuku kibiashara unafuga kwa taarifa sahihi za wakati sahihi. Kwa mfano, nataka nipate biashara kwenye huu mradi. Swali linakuja. Na mpango wa kuuza kitu gani? Inabidi nifahamu kabla ya kuingia. Yaani kwamba nataka niuze kitu gani? Inabidi nifahamu kabla ya kuingia. Nisipofahamu kabla ya kuingia, siwezi kupata.
Kwa hiyo sasa point yangu ya msingi ni kwamba wakati nimegundua kwamba kuhusiana na mifumo ya ufugaji, sasa mtu akiniuliza swali kwamba unawezaje kuwa tajiri kwenye mradi wa kuku, namuuliza swali moja na mimi, uko serious kulipa gharama zinazotakiwa ili uweze kuwa tajiri? Kivipi? Yes, tuingie kwenye mradi wa kuku kwa dhana ya kibiashara. Tukiingia kwa dhana ya kibiashara, tutafuga kibiashara, tutasimamia kibiashara, tutawekeza kibiashara. Simple. Lakini uwezi kuja na mentality ya kuishi na kuku kwa mazoea, alafu unategemea eti upate matokeo ya kibiashara. Haiwezekani. Ndio maana pia ukiangalia mtu yuko tayari kuwekeza pesa, yuko tayari akakope pesa benki, lakini hayuko tayari kutoa muda angalau tu wa dakika 40 kwa siku ajifunze. Dakika 40 kwa siku ujifunze ni muda mrefu sana huo. Unaweza kufanya wonders hata kama uko busy kiasi gani. Lakini ukimwambia kuna kuingiza pesa hapo utapata pesa, yuko tayari kutoa. Ukimwambia toa dakika 40 kwa siku ujifunze, hataki. Hamna kitu hapo. Acha biashara, katafute uwekezaji. Tafuta kama kuna watu wanafuga au uko serious kusimamia, weka pesa pale uende zako. Lakini kama unataka kufanya mradi kibiashara, manake lazima uwe na hiyo perception ya kibiashara. Wekeza muda, uweze kupata taarifa za wakati sahihi. Very simple. Na haihitaji si mambo mengi sana, hapana. Ni kutoa dakika 40 kwa siku. Unajifunza. Kama una muda unatoa zaidi, lakini kama hauna, huo muda unaweza kutoa. Sasa nafikiri kwa hiyo sehemu sasa tumeweza kuweza kuangalia. Kitu kingine ambacho ni cha msingi zaidi ni kwamba kitu ambacho kingine ambacho ni cha muhimu, unawezaje kufanya mradi wa kuku kibiashara? Katika hii sehemu ya pili tunaangalia kingine kinaitwa sasa ujiandae na kipi. Kama tayari umeshajua unatakiwa uingie kwenye mtazamo wa kibiashara, siku zote biashara ni kitu gani? Nakumbuka katika somo ambalo nilifundisha kuhusu mambo ya support, niliwaambia kitu kimoja kwamba vitu vitatu vilibadili maisha yangu. Nilivyojua hivi vitu vitatu nikasema siwezi kuwa maskini hata iwaje. Yaani regardless niko hai, siwezi kuwa maskini. Kwa sababu umaskini ni kitu la kujitakia. Umaskini manake ni kuna information umezikosa. Kwa hiyo unabahatisha vitu. Regardless umeshajua kwamba kitu gani cha kufanya na niko tayari kufanya, unakuwaje maskini sasa? Hapana, maskini ni kuwa na upungufu wa vitu, huna vitu. Sasa nakuwaje na vitu? Lazima ufahamu wangu ukae sawa. Sasa vitu vitatu ambavyo niliwaambia, nilisema cha kwanza nilielewa maana ya biashara. Cha pili niliwaambia ranks za biashara. Cha tatu niliwaambia nguvu ya support. Hivyo ndio vitu vilibadilisha maisha yangu. Baada ya miaka 9 ya kusoma vitabu na nini, sielewi 2011 nimeanza, 2020 ndio nikapata hiyo insight kwamba hii kitu gani? Sasa leo nataka nikupe tafsiri ya biashara kwa sababu sikuwa nimewaambia nini maana ya biashara. Nisikilize vizuri, itakusaidia mbele ya safari. Wote tunafahamu na inawezekana mpaka leo tunafundishwa aidha ni shule au kwenye masomo ya ujasiriamali kwamba biashara ni nini? Biashara ni kitendo, ni mbadilishano kati ya bidhaa au huduma, ni mbadilishano au ni kitendo cha mbadilishano wa bidhaa au huduma kutoka kwa mzalishaji kwenda kwa mtumiaji. Okay, wanaongezea pale na kwamba kwa malengo ya kujipatia faida. Haina shida. Hiyo tafsiri, ukitafsiri kwa lugha nyepesi, anamaanisha nini? Kama ni mbadilishano wa bidhaa au huduma kutoka kwa mzalishaji kwenda kwa muuzaji, maana yake ni kwamba biashara ni kuuza na kununua. Nimenunua bidhaa kwa bei ndogo, nimeenda kuuza kwa bei kubwa. Hiyo ndio biashara. Kwa lugha nyingine tunasema kwamba biashara ni kuuza na kununua. Okay, swali linakuja. Hii statement ni sahihi au sio sahihi? Ni sahihi kabisa kulingana na malengo walioitengeneza.
Yaani iko sahihi kabisa, haina shida yoyote. Lakini nataka nikwambie, hii tafsiri ya biashara mimi ilinipotezea sana muda. Kwa sababu siku zote hata baada ya kutoka chuo nilikuwa nawaza kitu kimoja, kwamba ili niwe mfanyabiashara lazima niwe na pesa. Lazima niwe na mtaji. Sasa swali linakuja, ndio nimetoka chuo. Nakumbuka nimeingia mtaani, babangu nikamwambia, nikampa idea, nikasema, "Ya baba, nimepata idea, nataka kufuga." Sasa akasema, "What? Engineer? Engineer unataka kufuga kuku?" Mimi nilikuwa nafikiria tunazungumzia mambo ya kwamba sasa unaenda kufanya kazi kwenye kiwanda gani, kampuni gani. Wakati mimi nimesoma mechanical engineering. Engineer unataka kwenda kufuga kuku? Kuku? Ambia, "Ya." Na mzee akaondoka. La jamani, ya maisha bwana haya. Ya mambo mengi sana. Sasa kwa sababu ya hiyo mindset ya kwamba anahitaji kuwa na mtaji, kamwambia, "Sasa baba, unanisaidiaje? Kwa sababu sawa, nafikiria kuingia kwenye mradi wa kuku, lakini nahitaji at least nipate kiasi cha kuanzia, hata ukinipa 500 sio mbaya." Nini? Ya maisha bwana haya. Alishangaa akasema, "Hapana, unachoongea mimi sikuelewi." Basi tukaendelea na maisha mengine yakaendelea. Kwa tafsiri ya biashara ilikuwa kwamba kama ni kuuza na kununua, maana lazima nipate mtaji. Ngoja niwafundishe kitu kimoja hapa. Inaweza kawasaidia mbele ya safari. Where is my marker pen? Is this okay? Have you seen the duster? Yes. Okay. Kwa hiyo kitu nataka niwaelekeze hapa. Sorry, sikuwa nimefanya maandalizi ya kufikiria nitaandika kitu. Ya sometime masomo yangu mimi kaningea nafundishwa kulingana na mwelekeo. Kuna saa unaandaa kitu cha kufundisha hicho unafundisha kingine kwa sababu ya mahitaji. Nisikize vizuri, hii tafsiri itakusaidia sana. Na inawezekana kuanzia leo maisha yako yanaenda kubadilika. Tafsiri ambayo wengi tunajua kuhusu biashara ni kwamba biashara ni kuuza na kununua. Very simple. Biashara ni kuuza na kununua. Ukishasema biashara ni kuuza na kununua, itakuwa hivi. Namba 1, nahitaji kuwa na mtaji. Mtaji wa nini? Mtaji ambao nitahitaji kupata bidhaa. Then nikatafuta wateja. Hii ndio tafsiri ambayo nimefundishwa. Na wengi tunajua hivyo. Sasa insight ambayo nilipata 2020 na ikabadilisha totally maisha yangu. Kuuza na kununua sio biashara. Kuuza na kununua ni matokeo ya biashara. Inapotokea sasa, okay, ndio tunaita exchange na mteja. Chukua mayai yangu haya, nipatie pesa. Ile sio biashara. Yale ni matokeo ya biashara. Kama nipata vizuri, naomba mcomment hapo chini kama mnanipata, hata nione hata maua. Okay, nafundisha kitu ambacho ni very serious na nataka kiwaingie. Leave there. Leave there. We're going to correct it later. Kama mnanielewa? Okay. Sasa haya ni matokeo ya biashara. Sasa biashara ni nini? Biashara ni chombo cha kutatua tatizo katika soko. Biashara ni chombo cha kutatua tatizo katika soko. Sasa kwa tafsiri hiyo maana yake ni hivi. Kama ni chombo cha kutatua tatizo katika soko, tunayemlenga ni nani? Ambaye ndio meja wa biashara.
ambaye ndio anatakiwa afikiriwe kuhusu biashara ni nani? Anaitwa soko. Huyu ndio wa kwanza. Aha, huyu wa kwanza ana nini? Tatizo. Aha, then ndio biashara. Okay, ndio bidhaa sasa au huduma. Okay, tusizungumzie bidhaa au huduma, tuzungumzie suluhisho. Nikasema okay, mbona kama hapa naelewa sasa. Nakumbuka wakati wa harakati zangu nishawahi kufanyaga biashara na okay, nishaeleza mara kadhaa makampuni fulani unachukua bidhaa unaenda kwa watu unawaambia jamani bidhaa hizi nzuri, bidhaa hizi nzuri. Wanaishia kukuangalia na wanakuacha unaenda. Sema hao jamaa ungejua hizi bidhaa ni nzuri, imetengenezwa wapi, sisi zimethibitishwa nini na nini. Hakuna mtu mwenye mashida na mabidhaa yako. Hakuna mtu. Kwa nini? Hiyo sio biashara. Kitendo cha wewe kuja na kunipatia mimi bidhaa wakati hatujakubaliana uniletee bidhaa, manake wewe unalazimisha biashara lakini haujui maana ya biashara. Sasa angalia kitu kuja kutokea. Manake sasa mtazamo wangu ukahama kutoka kwenye kufikiria nipate mtaji, nitafute bidhaa, ndio nianze kuwatafuta wateja, nitafute duka sio mahali nifunge. Mtazamo ukabadilika. Ukawa kwamba cha kwanza kabisa natafuta soko. Nani ambaye nataka ni naye? Soko ni kwamba ni mtu ambaye nafikiri kumhudumia kwenye biashara. Na hapa kwenye soko, kwenye market, kuna masoko aina mbili. Kuna kitu kinaitwa niche market, soko maalum. Na kuna soko linaitwa mass market, soko la wengi. Najiangalia mimi nipo katika level gani ya biashara, ndio najitafuta. Ndio zinapokuja zile rank za biashara, kwamba kwa sasa hivi nina qualify kuweza kufanya biashara ipi. Aha, okay, safi. Sasa mimi kwa sababu ndio najianza kujipata, sitataka kudili na kila mtu. Sitataka kwenda kulenga soko la mahali ambalo kila mtu anasema pale ndio nitauza mayai, pale ndio nitauza mayai. Naangalia sasa mimi sitaki kudili na watu wote. Nachagua soko, nachagua kundi la watu ambao nataka kufanya nao kazi. Nani nitafanya naye kazi? Aha, sasa naangalia. Nataka kudili na labda wafanyakazi wa ofisini au wazalishaji wa vifaranga au na nini. Wana tatizo gani kuhusu bidhaa? Nikishajua matatizo yangu ndio naenda kuzalisha. Nitawafundisha baadaye vizuri kwenye somo ambalo linasema pesa iko wapi kwenye mradi wa kuku. Ndio tutazungumzia sana hii concept. Hapa haikuwa lengo langu la kuzungumzia kiasi hicho. Hata hivyo nimezidisha. Kwa lugha nyepesi ni kwamba biashara ni tatizo la kutatua. Manake ni hii. Unapoingia kwenye mradi kibiashara, unatakiwa kuingia na mindset ya kwamba kuna tatizo gani huku kwenye hii industry. Tatizo lenyewe ni lipi? Ni tatizo lile ambalo limewazuia watu kuingia au limewakatisha tamaa watu kwenye huo mradi, kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza. Sasa katika harakati zangu na nini, mimi nikabaini vitu 6 tu, kwamba mradi wa kuku una changamoto 6 tu, wala sio nyingi. Yaani hizo 6 ukijitahidi ukasolve, manake wewe ndo unaqualify kuitwa mwenye mradi wa kuku kibiashara, kwa muktadha wa tafsiri ndio kupatia kwamba biashara ni chombo cha kutatua tatizo katika soko. Soko lipo tayari. Kuna tatizo gani kwenye hili soko? Kwa nini watu wanafeli? Kwa nini watu wana give up? Kwa nini watu wanaogopa? Kwa sababu wamesikia stories za watu. Sasa mimi nataka kuingia nikiwa na majibu. Mimi nakumbuka tuliwahi kuwa na baba mdogo wetu mmoja. Aliwahi kusoma kidogo. Sema sasa hii ni Mariam. Alikaa Dar es Salaam, akatoka akarudi kijijini. Nakumbuka mimi nilikuwa chuo. Akasema, Ahazi, nimegundua kwamba watu wa kijijini ni watu ambao wanapoteza pesa nyingi sana kwenye mradi wa kuku. Mimi naenda kufuga. Nilimuuliza swali moja. Wewe unaenda na kitu gani kipya ambacho wenzako wameshindwa?
akasema tu pale, unajua mitaji yao ni midogo, sijui nini, akaangukia pua. Kaja kajaza kuku, nunua kuku na nini, akaja kaangukia pua kabisa. Hakuja na majibu ya changamoto ambazo wale zimewazuia kupata mradi wa kuku kibiashara. Sasa tunasema kuna changamoto 6 katika mradi wa kuku. Changamoto ya kwanza, yani wewe sasa ambao unataka kuingia kwenye mradi wa kuku, au wewe unayepumulia mashine, katika hizi changamoto 6 kuna moja wapo yamekukuta, au kuna ambayo inabidi ujizatiti zaidi uweze kufanya vizuri. Changamoto namba 1 tunaita mbegu bora. Namba 1 tunaita mbegu bora. Naweza kutajia uziandike, alafu nitaelezea moja baada ya nyingine, alafu nitamaliza kipindi changu. Namba 2 tunaita eneo la kufugia. Namba 2, eneo au mazingira ya kufugia. Namba 3 tunaita udhibiti wa magonjwa. Namba 3, udhibiti wa magonjwa. Namba 4, lishe na chakula. Lishe na chakula. Namba 5, soko imara. Soko imara. Utacomment hapo chini kama kuna ambao hujaiandika ili uziweke. Namba 6, taarifa sahihi. Hakuna stori zingine nyingi. Tutapiga stori zingine ni kupoteza muda. Kama unataka kuingia kwenye mradi wa kuku kibiashara, lazima uwe na majibu ya hizi changamoto 6. Sio uwe nazo juu. Uwe na majibu ya uhakika kwenye hizi changamoto 6. Kwa sababu changamoto moja tu inachukua mtaji wako wote. Na hakuna changamoto ya uafadhali, na hakuna changamoto angalau hii. Zote kila moja na maana yake. Usipoweza kupata majibu, kama ulikuwa na mpango wa kwanza wiki ijayo, acha. Kaa chini kwanza utulie. Utakuja kunishukuru baadaye. Lakini utaki endelea, si atakukuta. Wewe si kwenye maisha unajifunza kwa njia mbili. Ya kukute kwanza, ukirudi upate akili, au amwe uanzie wenzako walipoishia. Very simple. Maisha unachagua tu. Bwana, usikimbie umande. Maisha bwana huko yanahitaji umakini. Unajua sijui Viswahili vingi. Haya. Yamekukuta. Unaanza sasa kusafa. Au bwana, fuata kwanza maelekezo haya, utajiongeza mwenyewe baadaye. Ukishafuata maelekezo, fuata maelekezo, unaokoa safari nyingi sana. Haya. Tunamaanisha nini tunaposema mbegu bora? Na kwa nini ni adui? Kwa nini ni changamoto? Na kwa nini inabidi uelewe kabla hujaingia? Nisikilize vizuri. Hii ni consultation nakupa very free. Huyu ni adui namba 1. Ni adui ambaye usipozingatia, na kama sasa hivi unapumulia mashine, changamoto tukigundua ni mbegu, inabidi tuondoe kuku wote. Kwa sababu hakuna cha maboresho. Tutakuwa tunaboresha huku tunapoteza pesa. Haya. Pointi yangu ya msingi ya kuelewa kuhusu mbegu bora, viko vitu vingi vya kudiscuss, tunadiscuss zaidi kwenye program. Lakini hapa artist nakupa idea, ukitoka utoke na mwelekeo. Mbegu bora manake nini? Mbegu bora ni ile mbegu. Kwanza kabla ya hapo nitakupa tafsiri, lakini elewa hivi, kuna mbegu bora na kuna mbegu nzuri. Kuna mbegu bora na kuna mbegu nzuri. Mbegu bora na mbegu nzuri tofauti yake ni hii. Mbegu nzuri ni ile inayovutia. Umeenda kwa mtu anafuga, ukasema na mimi lazima nifuge. Watu wa marketing
hizi marketing zenu za manipulation, zinaitwa manipulation. Kuna market za manipulation na inspiration. Hizi za manipulation hususan kwa mfano Nane Nane, wanakuonesha makuku jinsi yalivyo makubwa. Ngoja ni wakamatie kuko hivi, niwaonesha wakuku au nisioonesha? Anyway, taonesha, haina shida. Mcomment hapo chini mpaka niwaoneshe. Kuna kitu nataka kuonesha hapa physical, lakini napata mawazo kidogo. Ukienda Nane Nane, ile ni aina ya manipulation marketing. Yaani mtu anatengeneza kuku. So unaona makuku hao jinsi walivyo kubwa. Vifaranga wake ndio hao hapa. Kuna mbegu nzuri, ni ile inayovutia. Hiyo inaitwa mbegu nzuri. Mbegu bora manake nini? Ni wale kuku utakao wafuga, watakao kufikisha kwenye malengo yako. Ni wale kuku utakao fuga, watakao kufikisha kwenye malengo yako. Kwa lugha nyepesi hivi, mbegu bora inaanzia hapo kichwani. Mbegu nzuri hapa machoni. Mbegu bora inaanzia kichwani, mbegu nzuri machoni. Simple. Sasa ili iitwe mbegu bora, ikufikishe kwenye malengo. Ili kufikisha malengo, kuna vitu na vitu viconsider, kuna vitu na vitu vizingatie. Vile vitu vya kuvizingatia ni kwako mwenyewe, sio kwa yule bwana ambaye anafuga wale kuku. Namba moja, lazima tuzingatie eneo tunaloenda kufugia. Eneo letu ni kubwa au ni dogo? Cha kwanza. Cha pili, lazima tuzingatie biashara gani tunataka kufanya kwenye kuku. Biashara gani tunataka tufanye kwenye kuku? Naomba nirudie. Biashara gani tunataka kufanya kwenye wewe kuku? Namba tatu. Tuko tayari kuweka pesa ngapi kwenye mradi? Hapo ndio unaweza mtaji wa pesa. Tupo tayari kuweka mtaji wa kiasi gani kwenye hao kuku? Hivi vitu vitatu ambavyo nimekutajia, eneo la kufugia, biashara unataka kufanya, na pesa ambazo uko tayari kuwekeza kwenye mradi, ndio vitaamua sasa tukatafute kuku wa aina gani. Ndio hapo tutaanza kujiuliza sasa tufuge kuku wa aina gani. Sasa kwenye makundi ya kuku hapo ndio kuna kuku wa aina tatu. Kuna kienyeji, kuna chotala, na kuna kisasa. Naomba nikurudishe hivi, sitaki nikuchanganya, nataka nikuoneshe kitu ambacho nataka uelewe. Nakupa frame, nakupa mchoro. Kwanza ni malengo, biashara. Pili, vigezo vya biashara. Eneo, mazingira, mtaji. Ndipo tunaenda kusema aina gani ya kuku wanafaa. Kuna swali kila siku watu wananiuliza, sasa nishauri mimi nifuge kuku gani wanalipa chap chap? Chap chap nini? Hakuna kitu cha chap chap. The chap chap kuja, the chap chap kuondoka. Kinachodumu siku zote ni kile ambacho unaweza kukihendo kwenye ufahamu wako, sio kitu ambacho mtu amekwambia chap chap. Kwa hiyo lengo, biashara, vigezo, aina ya kuku wa kufuga. Huruhusiwi kusema nifuge kisasa, nifuge chotara, nifuge kienyeji kama hatujajadili kuhusiana na mambo matatu: eneo la kufugia, aina ya biashara unataka kufanya, au inahitaji discussion ya kina. Kwenye somo ambalo tutafuata tutazungumzia pesa iko wapi kwenye kuku. Nikisema pesa iko wapi kwenye kuku, nitazungumzia business zilizopo kwenye kuku. Ukikosa hilo somo ya ndugu yangu, sasa sijui unafanya nini kwenye kuku. Alafu then uko tayari kuweka pesa ngapi? Very simple. Ndipo tunapokuja kujua kwamba kuna kuku wa aina tatu. Kuna kienyeji,
kuna chotala na kuna kisasa. Kila mmoja ana vigezo vyake. Simple. Kila mmoja ana vigezo vyake. Nikupe kwa haraka haraka. Ukiwa na eneo dogo, futa kuku wa kienyeji kibiashara, kwa sababu hawana uwezo wa kukurudishia pesa utakaolisha. Kama unataka kufanya kuku wa kienyeji, eneo lako ni dogo, futa. Fuga tu kwa ajili ya kula hivyo, lakini biashara hamna. Kitaalamu anasema kwamba ukitaka kufuga kuku wa kienyeji, uwe na eneo la kuanzia. Kama unataka kufuga kuku 100, eka moja. Sasa jipime, una eka moja ufuge kuku 100, una acha nao. Namba 2. Ukitaka, kama una pesa ya mawazo. Nikisemaga pesa ya mawazo watu waelewe maana yake ni. Pesa ya mawazo ni pesa ambayo haina uhakika. Pesa ya vikoba, kibati, ya kununuliza zote hizo, ya kustafu, ya kupewa, ya mkopo, hizi zote ni pesa za mawazo. Ukiwa na pesa ya mawazo, usifuge kuku wa kisasa. Very simple. Au kuku usifuge. Ukilazimisha kufuga na una pesa ya mawazo, basi sawa. Usiwe na pressure, usiwe na sukari, usiwe na stroke, na usiwe na ndoto ya kupata pressure, sukari wala stroke. Kwa nini? Wewe ukiwa unafuga kuku wa kisasa na una pesa ya mawazo, utashindwa sokoni. Anayeamua soko la kuku wa kisasa ni mwenye nguvu ya pesa. Na nguvu ya pesa siku zote, mwenye nguvu ya pesa siku zote, ili awini sokoni, anashusha bei. Utapata pressure. Wewe una kuku 200 unatafuta shilingi laki. Ngoja niwape mfano hapa, ili mnielewe. Hiyo vitu bila mifano pia naweza mkaona kama ninapiga porojo. Mfano ni huu hapa rahisi tu. Hata tusiumize sana akili. Mwenzako anafuga kuku 2000. Wewe unafuga kuku 200. Wewe unatafuta faida ya 500 kwa kila kuku. Yeye anatafuta 200 kwa kila kuku. Kwa automatically yeye atauza bei ndogo. Sasa swali linakuja, wewe utafuata bei yake au yeye atafuata bei yako? Wewe mwenye nguvu ndogo lazima ufuate bei yake. Sasa yeye unajua anatafuta 400,000 kwenye kuku 2000. Wewe unatafuta shilingi 100,000 kwenye kuku 2000. Ukifuata bei yake maana yake inabidi ushushe bei. Ukishusha bei badala ya kupata 100,000 inabidi upate 40,000. Mwezi mzima unasubiria 40,000. Sasa huyu papa ndio anaamua bei ya soko. Ndivyo ilivyo kwenye kuku wa kisasa. Wote wawe ni broilers wawe ni layers. Hata kwenye mayai hivyo. Papa anayezalisha mayai mengi anashusha bei, sasa inauzwa 7,700 8,000. Kwa lugha nyepesi ni hivi. Ukiwa unajitafuta, ukiwa unaanza, okay. Ninukuu vizuri itakusaidia. Masomo yangu pia ukija kichwa utatoka kapa na utaka uelewe chochote. Kama una nguvu ya pesa, hiyo biashara unaweza kufanya na ukawini. Isipokuwa swali, hiyo nguvu ya pesa ni shingapi? Inategemea. Kama papa wako yeye anafuga kuku 2000, wewe inabidi ufuge 4,000. Kwa kazi yenu itakuwa ni kucheza na pesa. Mwenye pesa nyingi zaidi ndio anayewini. Kwa sababu ngoma inayokuja ni kwamba mkiingia sokoni, mwenye kuku wengi anashusha bei ili kuku azunguke. Wale mwenye pesa ndogo mnaingia ndani yake. Hiyo ndio principle. Kuna mwanafunzi wetu mmoja hapa alikuwa ameshare nafikiri kipindi kilichopita akasema yeye alifuga kuku 1,000 akanapata hasara, sijui kuku anashusha bei na bada bei. Story ndio hiyo. Kama yeye kwenye eneo lake alikuwa anafuga kuku 1,000 bado anahangaika sokoni, maana kuna majitu anafuga kuku 10,000. Kwa ili yeye awini sasa, alipaswa kufuga kuku 12,000, 15,000. Wenzake wakisema tunashusha naye anashusha. Hilo ni somo kwenye ranks za biashara, jinsi matajiri wanavyocheza na biashara.
kwa lugha nyepesi kabisa ambayo itakusaidia, kwa sababu utaniambia mwalimu, unajua unaongea sana, sio kitu gani. Kuna watu wengi tunawafahamu miaka yote wanafuga na wanapata pesa, na wewe pia unaweza kaa huko hapa, labda umeshafuga siku 2 3. Yule aliyefuga muda mrefu atanielewa. Wewe uliyefuga siku 2 3 sasa hivi bado utapata hela, huwezi kunielewa. Ni hivi, siku zote ukifanya biashara ambayo tajiri anafanya, unacheza kamari. Si kwamba utapata pesa. Utapata, lakini nakumbuka rafiki yangu mmoja, sio rafiki, ni mwanafunzi wangu. Aliingia darasani kamfundisha. Nilipofundisha, kamshauri cha kumshauri kama niwe ninavyofundisha nyinyi hapa. Alipofika naye mtaani akajiongeza na za kwake. Kaingia kwenye kuku wao kisasa. Najua hana hela ya maana. Sasa unajua siku zote usitaki kufanya vitu kumprove wrong mtu. Fanya vitu ukiwa na uelewa. Jamaa mwezi wa kwanza akapata hela. Wa pili akapata pesa, wa tatu akapata pesa. Anaenda kunitumia tu zile pesa zake akituma ile miamala na vitu kama hivyo. Sasa wana kitu kimoja kwamba au kwa kisasa ukiwafuga hapa ni 200, ukiuza unashawishiwa kwamba ongeza mtaji ili upate faida kubwa zaidi. Kwa jinsi unavyoongeza ndio unapata faida zaidi. Unavyoongeza unapata faida zaidi. Unapoongeza unapata faida zaidi. Mwezi wa kwanza akapata, wa pili akapata, wa tatu akapata, wa nne akapata, wa tano akapata, wa sita akapata na akaongeza. Ilipofika wa 7 ikamfieka pesa zote za mtaji na faida zote za nyuma. Kuna papa aliingiza kuku wa kutosha. Akashusha bei. Jamaa akapata hasara ya mtaji na ile faida yote ya nyuma. Akarudi analia, jamani mwalimu. Mwalimu ni mwalimu tu. Kamwambia wewe, maisha mafanikio ni principle. Mafanikio sio hisia. Unajua una mtaji wa kuungaunga, kitakukuta tu siku moja. That is simple. Ni issue ya muda tu. Itafika wakati yatakukuta, kwa sababu yule mwenye nguvu ya pesa, unafahamu kwamba matajiri wao wafanyi mahesabu ya mwezi. Biashara za matajiri mahesabu ni kwa mwaka. Kumbuka makampuni yanalipa kodi baada ya mwaka. Sio kama mnaelewa hicho kitu. Hapa katikati ni kufanya tu biashara, kufanya biashara. Wanaolipa kodi baada ya miezi 3 sio makampuni. Ni hao wafanya biashara ambao wanakadiriwa. Kuna tofauti kati ya biashara inayoendeshwa kwa kampuni na biashara inayoendeshwa kwa mfumo wa kukadiriwa. Makampuni yanalipa kodi baada ya mwaka. Kwa hata wao litani faida nini wanakalkulate kwa mwaka. Hawakalkulate eti kwa mwezi huu nimepata faida shilingi ngapi. Ndio maana wao wanajilipuaga tu. Ili mradi mzunguko uendelee. Mzunguko uendelee. Hayo ndio maisha ya biashara. Anyway, nimeongea sana kwenye issue ya mbegu na ndio promise kitu kimoja. Huu ni ushauri wangu wa bure kabisa. Kama unajitafuta, bado hujajipata, sembi, huna eneo kubwa, huna pesa nyingi, fuga kuku wa chotara. Fuga kuku wa chotara. Kwa nini? Unaweza ukawafuga wachache, ukaanza nao na wakaongezeka. Kitu ambacho ni kizuri zaidi, tutakuja kudiscuss kwenye kipindi kijacho, ni kwamba wana kitu kinaitwa value addition. Yaani unaweza ukajiongeza zaidi na ukafanya vizuri kwenye huo mradi. Sasa ngoja niwape sample ya huyu kuku hapa ambao sisi tunamfuga. Sasa sitafanya aina mbili ya kuku kwa sababu sitaki kuyatofautisha makampuni. Nitachukua tu kuku mmoja ambaye najua hata ukinitafuta hawatanipata. Lakini na kuku aina kadhaa hapo chini. Hapo kwenye banda langu. Lakini naomba nitumie kuku mmoja. Sekunde chache tu ngoja nichukue.
Bado mpo? Bado mpo? Nione moto moto basi. Jamani, mimi nimewaleta kuku afu mbona mpo sasa? Watu wenyewe si mmeondoka. Kazi kwa kweli, mwalimu. Msiniulize ni kuku aina gani. Hiyo sio swali ambalo la msingi ambalo nataka niweze kulijibu hapa. Lakini kuna kitu nataka niwaelekeze kitawasaidia. Nimemchukua kuku na yai lake. Au sio? Kuku na yai lake. Sitaka naye muda mrefu kwa sababu wanataga, kwa hiyo siwezi kujua kama anaweza kuwa anakaribia kutaga. Umeona huyu kuku? Huyu kuku sasa hivi ana miezi kama 7 hivi. Kama sio 7 basi 6. Lakini hajazidi hapo. Huyu ni chotara. Sasa huyu kuku unaweza ukamfanya akawa wa nyama, ukamfanya akawa mayai. Lakini inabidi uelewe unatakiwa ufanyaje. Na unaweza kumfuga kienyeji, lakini pia ukamfuga kisasa. Power ya chotara. Sio kama unaelewa. Haya mayai haya unaweza kuyafanya yakawa ya uzalishaji, yakawa ya chakula. Huyu kuku. Problem ya kuku wa kisasa, layers kwa mfano, au broilers, wana kitu kinaitwa single purpose. Single purpose mfano, akikupa nyama ni nyama tu. Akikupa mayai ni mayai tu. Na ile kama ni mayai ya chakula huwezi kuboresha. Ndicho ambacho tunazungumzia kitu kinaitwa value addition. Haya, mmefurahi? Comment hapo chini nije nione comment na kwenda kumrudisha kuku akatage mayai mengine. Sasa nisikize vizuri. Hao kuku wa chotara ni kuku wa ufahamu zaidi. Yaani kinachokupa pesa kwenye kuku wa chotara sio kuku. Kinachokupa pesa ni nini unakijua kuhusiana hao kuku wa chotara. Na hili ndio kosa kubwa sana kwa watu wengi. Na changamoto yake ni hii. Ukiingia kichwa, soko litakulazimisha uuze bidhaa ya kuku wa chotara kama kuku wa kisasa. Mayai utatakiwa uuze kama ya kisasa. Unanielewa nachongea? Na hicho ndio kimewafanya watu wengi wakaacha mradi wa kuku wa chotara. Mimi nikiona mtu ameacha mradi wa kuku wa chotara, yani huwa ananyanyua mikono juu nasema Mungu wangu, kaacha mgodi. Na kingine ambacho sasa ndio changamoto sasa, wako aina nyingi. Nimesema sitawatajia kuku ni aina gani. Huwa tunatoa suggestion kwa wanafunzi ambao wapo kwenye program za kulipia, kwa sababu unapomwambia mtu fuga kuku huyu tayari kuna kitu na kumeongea naye nyuma. Lakini sasa nimesema nimeshinda kuchukua, si hapo tutakuku aina mbili wa chotara. Tuna kuku ambao tuna develop special tu kwa ajili ya mayai. Kama huyu ambaye nimemleta hapa.
Yule kuku ningetaka awe wa nyama lingeweza kuwa likubwa zaidi, ambao lingejaza tu mafuta ambao halina maana yoyote kwa maana yangu mimi. Sasa una kuku wa chini ambao ningewaletea tu mngeweza kuidentify ni kuku wa aina gani, kitu ambacho sikutaka. Sitaki niletee contradiction, unajua ni biashara za makampuni ya watu. Ila elewa tu kwamba kuku wa chotara ni kuku ambaye unaweza kumfanya akawa kuku wa kukupa mayai, ukamfanya akakupa nyama. Zao yote inategemea na wewe sasa una ufahamu gani kuhusiana na kuku. Sasa kitu ambacho ndio changamoto zaidi ndio mlichouliza hapo, au ni kuku gani? Kuku wa chotara mpaka sasa hivi tuna kuku kama aina 9 hivi. Kila mmoja ana sifa zake. Kuna kuku ambao ni wazuri zaidi kwenye kuzalisha mayai ya muda mrefu. Kuna kuku anakupatia nyama na mayai. Kuna kuku anakupatia nyama zaidi. Kwenye mayai watakupa, na makampuni yenyewe ukiambia jamani kuku anazalisha mayai na nyama, mbona ndio. Na yule kuja kwenye uhalisia sinafahamu kabisa sababu na kitu. Ni marketing tools nayo zinapigwa debe. Kwa hiyo sasa, kwa mfano kama huyu kuku ambao nimewaletea ni kuku wa chotara ambao wanazalisha zaidi mayai kwa muda mrefu. Na of course hata ukiangalia jinsi ambavyo tumewaweka hapo sisi, moja kati ya kitu pia tunatafuta mambo ya mbegu pia. Yapo tunafahamu hapo, lakini kuna kitu ambacho tunakipenda zaidi kwa hao kuku. Wana ukienyeji mwingi zaidi kulingana na aina ya marketing ambayo sisi tunaitaka. Hata ukiangalia kwenye group lao unakuta wana rangi zote. Kuna mtu juzi tumemkaribisha akasema kwani kuku wa chotara wanakuwa na miguu meusi? Nikamwambia kwani inakuwa vipi? Kulingana na type ya aina ya chotara. Lakini wako pia aina nyingi. Ndugu zangu, muda wangu umeisha. Changamoto zingine ambazo nimewatajia ambazo kuna changamoto ya eneo, kuna changamoto ya lishe na chakula, kuna changamoto ya soko na changamoto ya taarifa sahihi. Naweza kutengenezea somo kwa wakati mwingine huko mbele, lakini kwa mikakati yangu nilitamani nizimalize leo wakati huu. Lakini haitawezekana kwa sababu muda umeshaenda. Ushauri wangu ni nini? Kwako ambao umesikiliza hili somo na uko serious. Ukikosea mbegu, umekosea kila kitu kwenye mradi. Yaani wanajitahidi nitake nizungumze vitu vichache kwenye mbegu, lakini wanajikutaga masomo yote mengine yote yamezoga kwenye mbegu. Ukishakosea mbegu ya mradi, umekosea kila kitu. Utapambana lakini hamna kitu. Amua kuwa serious, fanya kitu serious. Ukiweza tunakaribisha kwenye programu yetu. Tuone tunaanzia wapi, tunaishia wapi. Lakini ukiona utaweza kupambana mwenyewe, elewa tu kwamba kosea mbegu, umekosea kila kitu. Nafikiri kwa leo nifikie hapa. Kwa wakati huu nifikie hapa ili siweze kuwa na mambo mengi zaidi. Sidhani kama naweza kupitia comment zenu kwa sababu nyingi tu sijaona maswali. Nimeona tu kama tuko pamoja. Saluti mkuu. Anapendeza, kuku ni mkubwa kwa 6 years. 6 months is okay. Okay, sawa, yeah. Asante, hapo kweli kuna jambo la ziada la kujifunza. Nimefurahi kwa kweli. Aina gani? Sitaweza kukutajia. Mimi sio marketer makampuni hao kuku. Wala siuzi kuku mimi. Wanafunzi wetu wa program ndio watu tunawatajia kwa sababu tukiwatajia kuna sababu. Okay, wengine nafikiri mmecomment tu hapo. Okay, sawa. Mimi nikupongeze kwa kuendelea kushiriki. Jambo la msingi ni moja, tuko serious. Tunatamani tukushike mkono hatua kwa hatua, tuende pamoja. Tuna special programs ambazo zitakusaidia. Kumbuka tuko katika siku 10 za moto kweli kweli za kuweza kujipanga kuingia majira mapya kwa kishindo. Kwa jambo la msingi ni kuchukua hatua kwa yale ambayo unayasikia unaona inaweza kukusaidia. Kwa wale ambao hujaingia kwenye program zetu, tuna special programs za kulipia. Andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp nimeandika hapo kwenye screen 0761825808, then tuone tunaanzia wapi. Tutumie ujumbe kwenye WhatsApp, pitia program, then tujue tunaanzia wapi. Jambo la msingi, kipindi kijacho unakosaje? Kwa sababu kipindi kijacho nitakuonyesha pesa iko wapi kwenye mradi wa kuku. Lakini kumbuka kwamba safari yetu bado inaendelea. Ndio kwanza leo ni siku ya 5. Tenga muda, fuatilia masomo. Yatakusaidia sana kama uko serious na unataka kufanya mradi ambao unaeleweka.
Okay, sitakuwa na kipindi cha jioni leo mpaka saa 2 usiku. So hapa katikati nimetoa muda, kama uko serious unataka niweze kukushauri kuhusiana na mradi wa kuku, andika neno ushauri kwenye nambari ya WhatsApp hiyo hapo 0761 825 808. Usiandike program kwenye nani hapo, andika neno program kwenye WhatsApp. Ukiandika hapo maana yake tukiacha ishafutika na hamna mtu atahangaika na wewe. Kwa andika neno program kwenye nambari ambayo nimeweka kwenye screen hapo 0761 825 808. Kama utakuwa umechelewa hapo maana na somo langu naisha sasa hivi, nenda kwenye Instagram yetu, kuna namba kwenye video, kwenye caption, then tuandikie program, tutakutumia utaratibu wa program zetu. Kama utaweza, utawahi, utapata hiyo nafasi, nitaongea na wewe kwa lengo la kukushauri. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Mimi sina jambo lingine lolote ambalo naweza ngasema. Kama hujatufollow kwenye account zetu za YouTube, andika Profitable Farm TZ, masomo mengi tumeweka huko. Ushindwe wewe tu na muda wako na mipango yako, lakini sisi kusema la ukweli tumejaribu kuonesha kitu gani ambacho unatakiwa kufanya ili uweze kufanya vizuri. All the best, enjoy.